hati fungani kama nilivyosema ni makubaliano tu baina ya watu wawili ambao mmoja anakuwa ni mkopaji, mwingine anakuwa ni anayetoa hizo pesa. Kwa wanakubaliana kwamba nitakupa pesa hizi, alafu wewe hapo utakuwa unanipa faida labda katika kipindi fulani, labda kila baada ya miezi 6, kila baada ya mwaka, kila baada ya miezi 3 ndani ya kipindi fulani, labda miaka 5, 10 na kuendelea. Na hati fungani zipo za aina nyingi. Kuna hati fungani za muda mfupi na hati fungani za muda mrefu. Zile za muda mfupi nafikiri tunafahamu ni zile ambazo ziko chini ya mwaka mmoja, na hati fungani za muda mrefu ni zaidi ya mwaka mmoja. Na kwa nchi yetu ya Tanzania na East Africa kwa ujumla tuna hati fungani mbalimbali, lakini nyingi zimekuwa denominated kama hati fungani ambazo za serikali, ambazo serikali kupitia Central Bank au benki kuu zinakuwa zina issue hizo hati fungani kwa ajili ya kukusanya pesa kutoka kwa wananchi kwa ajili ya kuwekeza kwenye miradi mbalimbali. Lakini pia kuna makampuni mbalimbali ambayo yana issue hizo hati fungani kwa ajili na kuendeleza miradi mbalimbali. Kwa mfano makampuni binafsi kama mabenki, makampuni ya uwekezaji ya mtaji kama iTrust. Tumesikia hapo iTrust, na huwa tunajifunza kila siku mambo ya iTrust kwenye misoko ya mtaji DSE na kadhalika. Nafikiri wote tunafahamu kwamba ili uweze kuwekeza kwenye soko la mitaji lazima uwe na akaunti ambayo inaitwa CDS account, Central Depository System, ambayo unaweza kaifungua either ukaenda kwenye benki yoyote ambayo ipo karibu yako, commercial banks, lakini sasa hivi tumeona hata hivi benki vidogo navyo vimekuja. Lakini pia unaweza ukaenda kwa brokers kama kwa mzee wangu hapo Bit Securities. Lakini pia sasa hivi imeenda kidijitali zaidi, unaweza ukatumia simu yako na ukaweza kufungua hiyo akaunti. Eligibility minimum na tenure hiyo inaeleweka, lazima uwe na kitambulisho, lazima uwe na miaka 18. Lakini sasa hivi hata watoto pia wanaweza wakawekeza wakiwa chini ya guardian yote au mzazi na kadhalika. Sasa kwa nini bondi inaweza kutumika kama dhamana? Ndio hasa msingi wa leo, namna gani tunaweza tukazitumia hizi hati fungani ili uweze kujipatia mkopo wako au kukuza mtaji wako au kuweza kuwekeza katika sehemu nyingine. Nitatumia case study ya benki ambayo nilikuwa nafanya kazi ya NBC, ambayo kwa mwaka 2022 lakini pia mwaka 2024 tuliissue hiyo bond inaitwa Twiga Bond, hati fungani ya Twiga Bond ya miaka 5 ambayo ina mature au inaiva mwaka 2027 Disemba. Lakini pia nitatoenda sana kwenye commercial bank kwa sababu ndio sehemu ambako nimespecialize zaidi. Unajua benki zinavyozidi kukua zinakuwa zinafikiria innovative product au product mbalimbali ambazo zitaweza kumsaidia mteja aweze kufikia malengo yake hasa ya kifedha, lakini at the same time wanatengeneza faida, yani kuondokana na zile faida ambazo zinatokana na mikopo ambao rate imeendelea kuwa kushuka, lakini competition imekuwa kubwa. Kwa hiyo tunaangalia namna gani sasa ya kutoka huko na kwenda kwenye njia nyingine zaidi za kuweza kutafuta faida kwa kutumia, lakini pia kuwasaidia hawa wateja. Unaweza kanisaidia kwenda mbele? Yes. Hiyo tayari nafikiri nimezungumzia hapo kwamba ilikuwa ni yote kuhusiana na issue za hati fungani. Unaweza kupeleka mbele. Nimezungumzia pia kuna government bond za serikali pamoja na makampuni za kama kampuni zinaeleweka, na za serikali pia ndio hizo za less than 1 year kama treasury bill. Lakini pia kuna hizo za miaka mingi, kuna miaka 5, 10, 20, 25. Kwa hiyo zote hizo zina ni classification tu moja hapo ya hizo hati fungani. Unaweza kaenda mbele. Sasa nimesema kwamba nitatumia sana commercial banking kwa sababu ni sehemu nzuri, kwa sababu benki kama benki ndio sehemu ambako unaweza ukapata hizi huduma za kupata mikopo kwa urahisi kwa kutumia hizo hati fungani. Kama mnakumbuka miaka 10 iliyopita watu tu walikuwa wananunua hati fungani, lakini
walikuwa wanategemea sana zile coupon payment, kwa maana faida ambao ulikuwa unapewa aidha kwa mwaka, baadaye ikaja watu wakaanza kutoa, makampuni yakaanza, mabenki yakaanza kutoa miezi 6, lakini nimeona sasa hivi hata kuna baadhi ya makampuni na mabenki pia yanatoa zile coupon kila baada ya miezi 3. So ni namna tu ambayo sisi kama mabenki tunaangalia namna gani ya kumrahisishia huyu mteja. Sasa hizi ni baadhi tu ya bonds ambazo zimeishwa na commercial benki 3 kubwa nchini. Kwa mfano kuna NBC Twiga bond hii ya mwaka 2022 Disemba, tulitoa pasenti ya 10% kama faida, na ni kwa mwaka kwa muda wa miaka 5 na minimum amount ilikuwa 500,000. Lakini pia kuna hii CRDB Samia bond ambao waliissue pamoja na TARURA kwa ajili ya kufanya construction, mambo ya barabara nini, kwenda kwa wakandarasi kama mnakumbuka, wenyewe tu 20%. Lakini pia kuna NMB Jasiri bond, wenyewe walitoa 8.5% kwa ajili hasa ya kuwapa, hizo pesa zitaenda kuwapa mikopo vijana na wanawake. So kwa pamoja wote vigezo vyao ni hivyo hivyo. Wengi mitaji yao inakuwa ina range kuanzia 500,000 kama kianzio. Kwa mfano Treasury bond ya BOT inakuwa labda milioni 1, alafu hizi corporate bond zinakuwa mara nyingi inakuwa ni kuanzia 500,000 na miaka inakuwa kuanzia kwa makampuni za mbalimbali inakuwa labda miaka 5, 10, lakini sasa hivi inaenda mpaka 15, 20. Kwa hiyo ni namna tu ambavyo makampuni yanaangalia namna gani ya kuweza kumobilize hizi fund, lakini na kuwasaidia watu mbalimbali kwenye hizo issue za uwekezaji. Hapa tulikuwa tunazungumzia tu namna ya kufungua CDS account. Nilivyosema, unaweza kaenda kwenye commercial bank, unaweza kaenda kwa kutumia simu yako, unaweza kaenda kwa brokers, lakini wote hiyo utaweza kufungua hiyo CDS na kuweza kupata kuendeleza mchakato mzima wa kufungua hiyo hati fungani. Lakini kwenye hati fungani pia sasa hivi kama mmeona, kumekuwa kuna urahisi sana wa diaspora, watu ambao wanaishi nje ya nchi wanaweza pia wakafungua hizo wakapata hizo hati fungani kwa urahisi zaidi kupitia commercial bank. Kwa hiyo kwa sababu nalo ni somo pana kidogo, pengine kama tutapata muda nitaizungumzia kidogo. Ni rahisi sana huko nchi ulipo, kama uko Canada, kama kakaangu Ezekiel hapo huko nanili, unaweza ukafungua akaunti yako vizuri kabisa kwa urahisi bila kupitia kwenda physically kwenye benki husika au kwenye branches. Kwa hiyo ni njia rahisi ambayo mabenki yamekuja kwa ajili ya kurahisisha hilo zoezi, na ili iwe zoezi ambalo ni user friendly na linamsaidia yeye aweze kupata hiyo huduma ya uwekezaji au kupata hizo hati fungani. Kwa hiyo sasa tuende kwamba hati fungani is like a golden ticket, ni tiketi mojawapo ambayo inakusaidia wewe kuweza kukuza mtaji wako kwa kutumia ile hati fungani kwa ajili ya kujipatia pesa nyingine ambazo zitakusaidia wewe aidha kukuza mtaji wa biashara yako au kwenda kuwekeza kwenye sehemu nyingine, au kama utaweza kuzitumia katika kufanya shughuli zako nyingine, school fees, business, emergency, lakini pia unaweza kuzitumia hizo tena kwenda kuwekeza. Kwa hiyo wafanyabiashara wengi sasa hivi kama mmegundua wanazitumia sana hizi, na sasa hivi wateja, flow ya wateja imekuwa kubwa sana, na kama nchi yetu Tanzania tumeona sasa hivi mpaka serikali inawasaidia wale wastaafu wanakuja benki naamini serikali inatumia kama dhamana ya kuwanunulia zile hati fungani, alafu baada ya hapo zile hati fungani zinakuwa kama dhamana, then benki tunawapa pesa wale wastaafu. Kwa ni njia nzuri sana ambayo sasa hivi inatusaidia sisi kama benki, lakini pia inawasaidia sana Watanzania wengi kuweza kuwekeza na kupata pesa kwa njia rahisi zaidi. Kwa nini tunatumia hati fungani? Imekuwa rahisi zaidi katika kupata hizo pesa kwa sababu hati fungani hasa za serikali, hizi treasury bond, ni riski yake imekuwa ni ndogo sana kwenye banking perspective. Ndio maana hata unapokuja kufungua hizo hati fungani au unapokuja kuweka hizo hati fungani kama dhamana, umeona masharti yake kama ni mepesi sana.
unakuja na unajaza tu fomu, kitambulisho chako, picha za passport. Baada hapo ukitofautisha na ile traditional way ya kupata mkopo kama labda mkopo wa biashara, lazima ulete statement, lazima tutembelee hiyo dhamana, labda ni nyumba, lazima iwe na hati, sijui ipigwe picha, yani vitu vinakuwa vingi sana. Lakini kwa hati fungani kwa sababu riski yake ni ndogo sana kwenye upande wa banking perspective, kwa tunaamini kabisa zaidi ya 95% kwamba hakutakuwa na namna yoyote ambavyo tutashindwa kupata hizo pesa zetu kwa ajili ya kufanya mrejesho. Kwa hiyo ndio maana masharti yake ni rahisi na anapata pesa kwa urahisi zaidi. Ndani ya masaa 24 tunakuta mteja anakuwa ameshapata pesa zake. Sasa kwa kuanza watu watasema kwamba bwana, sasa rate inakuwaje ukitaka kupata mkopo kwa kutumia hiyo hati fungani. Kwa research tu kidogo, rate yake imekuwa kirenji kati ya 14% na 16%, lakini nimetumia 16% kwa sababu kuna mabenki kama matatu au makubwa ndio rate ambayo inacheza hapo, lakini haimaanishi ni kama ka average tu, lakini haimaanishi kwamba ni rate ambayo iko constant. No, inaweza kashuka mara nyingi na change kwenye 14% mpaka labda 17%, lakini mabenki mengi average yake ni kama hiyo 16%. Kwa hiyo ukiangalia ni rate ndogo sana, ni almost the same kama rate ya mikopo ya wafanyakazi wa serikali. Umeona, ukilinganisha na rate ambayo tunaitoa kwa biashara ambao average yake ni kubwa kidogo, ina range kwa 19% mpaka 22%. Kwa hiyo ukiangalia hapo ni kwamba rate iko favorable na kwa ajili ya kumsaidia huyu mtu mwenye hati fungani aweze kupata pesa kwa gharama ndogo zaidi. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa loan to value. Hii loan to value ni pasenti ya mkopo ambayo anaweza kupata ukilinganisha na ile hati fungani. Kwa mfano mteja ana hati fungani labda ya milioni 10. Kwa hiyo sisi kama commercial benki tunaweza tukakaa naye mteja tukasema kwamba unataka kulipa mkopo kwa tenya yote, yani kwa muda wote wa hiyo hati fungani au kwa muda fulani. Umeona? Kwa hiyo tunakaa tunaangalia, then tunampa pasenti ya mkopo ambayo anaweza akapata, na industry average kwa sasa hivi ni kama 85% ndio ina range sana. Kama nilivyosema, inaweza ikafika mpaka 90% hata zaidi, kulingana na appetite ya benki husika au kulingana na financial stress au uwezo wa kampuni au ya huyo mtu ambaye ana hiyo hati fungani. Kwa bado haijawa limited kwenye hiyo, kama the same nilivyozungumzia kwenye percent, sio kwamba yenyewe ndio the main. Inaweza ikashuka hapo zaidi kulingana kama nilivyosema na uwezo, financial stress, lakini pia kuna risk profile ya mteja na appetite ya hiyo ya benki husika kwenye hilo eneo. Yes, naweza kaendelea mbele. Labda ninaweza kwenda kwenye kutolea mfano. Kwa mfano kuna mteja ambaye alinunua NBC Trigger Bond kwa shilingi milioni 10 na rate ilikuwa ni 10% ya 10%, na ina maana ukipiga mahesabu hapo kwa 10% kwenye milioni 10, ina maana kila baada ya miezi 6 huyu mteja atakuwa anapata kuponi za shilingi 500,000 kwa miaka 5. Kwa kuponi zitakuwa 10. Sasa je, kwa huyu mteja akitaka kuchukua mkopo kwa kutumia hii hati fungani yake ya milioni 10 ambayo inatoa coupon rate za 500,000 kila baada ya miezi 6 kwa miaka 5, je, atapata kiasi gani? Unaweza kaendelea mbele. Sasa kwa hiyo milioni 10, huu ni kama mfano halisi. Kuna baadhi ya mteja ambaye alikuja na ambaye mkopo wake pia unakaribia kuisha. Tulitumia rate ya 16% kwa kipindi kwa mwaka 2023 mwanzoni, tulitumia 16% na tulimpa 85% ya milioni 10. Umeona? Kwa hiyo ukinisi unaweza ukaona kwamba ni namna gani rahisi ya kujipatia pesa. Yaani
tunampa milioni 8,500,000 alafu pesa yake ile ambayo milioni 10 iko kwenye hatifungani inabaki vile vile, haiguswi na yale zile kuponi ambazo anakuwa zinaingiza, zile kuponi ambazo zinakuwa zinaingia kwenye akaunti yake ndizo zitatumika kwenye kulipa marejesho ya ule mkopo wetu. Umeona? Kwa hiyo tuna formula, tuna calculator ambao tunaziingiza hizo details za mteja na tuna calculate ni kwa kiasi gani mteja tunaweza tukawa tunamkata kwa kila baada ya miezi 6 pasipo kuathiri au kuinka additional cost ya ile ya zaidi ya kile ambacho anakuwa anapokea kwenye coupon rate tu. Kuna baadhi ya wateja labda kwa sababu ya hii amount ambayo nimeitumia, ukiona hii amount labda kidogo unaweza kasi ni ndogo, ndio maana umeona hapo ukicalculate rate yetu ni 16%, ukiganya kwa 2 ni 8% kwa miezi 6. Umeona, after every 6 months atakuwa anachajiwa 8%. Kwa ukichukua 8%, umeona mara kiasi ambacho tunampa mkopo milioni 8,500,000, kwa kila mwisho wa mwezi interest yake itakuwa 680,000. Lakini ukiangalia coupon ambao anapokea ni 500,000. Kwa hiyo ina maana kila baada ya miezi 6 atakuwa anaongezea shilingi 180,000. Kwa hayo ni makubaliano tu. Kwa mteja anaona kwa shilingi 180,000 kila baada ya miezi 6 ina maana ni kama shilingi ukigawanya hapo kwa miezi 6 ni kama shilingi 30,000 kila mwisho wa mwezi. Anaona bora wewe aongezee, na baada ya miaka 5 anakuwa ile milioni 8,500,000 amewekeza sehemu nyingine, au amefanyia biashara, au amefanya issue zake nyingine, lakini ile milioni 10 yake inakuwa iko vile vile, haijagusiwa chochote. Kwa hiyo ni aina nzuri sana ya kujipatia mtaji na kufanya vitu vyako, lakini pia yale marejesho ambayo yanatumika katika yale marejesho ya coupon rate ndio yanatumika hayo katika kulipa mkopo wake kwa kipindi chote kile ambacho mteja anakuwa ameitumia. Ni mfano mwingine huu hapa. Mteja alikuwa na shilingi milioni 100, alinunua Twiga Bond na yeye akasema kwamba mimi mnipe mpaka 80% ya ile value. Kwa maana yake tutampa milioni 80. Umeona? Na ndani ya miaka 5 akasema yeye anataka pesa yote iweze ile coupon rate yale marejesho ya miezi 6 ambao wanakuwa wanapata zile faida za miezi 6 ziweze kulipa ile mkopo. Kwa maana yake kwenye milioni 100 tutampa milioni 80 kama mnavyoona hapa, tutampa milioni 80. Halafu interest rate kwa huyu mteja tulimpa 12%. Kwa hiyo ukipiga hapa mahesabu kwa 2, maana yake 6% ndio atakuwa analipa kila baada ya miezi 6. Umeona? Ina maana kila baada ya miezi 6 interest yake itakuwa ni milioni 4,800,000 na coupon yake ni shingapi? Ni milioni 5 kila mwisho wa mwezi. Kwa milioni 100 kwa 10%, maana yake ile coupon ambayo yatakuwa naipata kila baada ya miezi 6 ni shilingi milioni 5. Kwa hiyo lakini mrejesho wa mkopo ni milioni 4,800,000. Kwa hiyo utaona kwamba atakuwa na additional ya ngapi? Ya shilingi 200,000 kila mwisho wa mwezi. Kwa hiyo milioni 5 utaweza kulipa ile mrejesho na atakuwa na faida zaidi ya shilingi 200,000. Kwa hiyo mnaona namna ambavyo inakuwa ni rahisi zaidi kujipatia pesa ndani ya kipindi kifupi bila kutumia masharti magumu kama aliyopo kwenye mikopo ya biashara, sio mikopo ya nini, umeona, mikopo ya nyumba na vitu kama hivyo. Hii ni mfano tu wa ile loan repayment schedule. Na mkumbuke kwamba hapa tu nimeweka hii, lakini tunatumia reducing basis. Reducing basis ni kwa mfano mteja anakopa milioni 10, kama yule anakopa milioni 10, anavyolipa rejesho la kwanza la miezi 6 kwa kutumia coupon rate, labda alilipa 500,000, ina maana itabaki 905,000. Interest marejesho atayolipa kwa kipindi cha pili cha miezi 6, interest yake itakuwa ni ile labda 16% mara 905,000, sio milioni 10 tena. Kwa hiyo unakuta amount ambayo atakuwa anailipa itakuwa inapungua kila mwisho wa mwezi. Umeona, kwa kutumia hiyo reducing basis. Kwa hiyo ni njia nzuri na inasaidia sana watu wengi sana ambao wamewekeza kwenye masoko ya mitaji hasa hizi kwenye hatifungani.
Hii nafikiri ni ile ya kwanza, ile milioni 10. Inaelezea tu namna ambavyo mteja ni ile milioni 100, inaelezea namna ambavyo atakuwa analipa yale malipo kwa miaka 5 na kuweza kuna ndani ya miaka 5 anaweza kurejeshewa ile milioni yake milioni 100 na kuendelea na vitu vingine. So labda key takeaway ambayo nazungumzia, watu watasema bwana, sasa nyie benki mtafanyaje? Kwa sababu hizo hati fungani nyingine unakuta labda zile za benki kuu zimefunguliwa kule benki Central Bank, itakuwaje? Tunachofanya baada ya kujaza form, tunawapelekea Central Bank. Tuna kitengo chetu cha Treasury. Mabenki yote yana vitengo vya Treasury. Kwa vile vitengo vya Treasury zinapokea zile document kwa mteja, maombi ya mteja zinapelekwa Central Bank au benki kuu, then benki kuu wanahamisha zile akaunti na kupeleka kwenye akaunti ya benki husika kule kwenye benki kuu. Mabenki ama commercial benki yote haya yana akaunti zao pale Central Bank. Kwa hiyo yanatoa zile pesa kwenye akaunti za Central Bank, yanapeleka kwenye akaunti za commercial benki husika Central Bank. Alafu hizo Central Bank hizo commercial bank inakuwa ina uwezo wa kuoversee sasa hizo coupon rate na kuzitumia hizo coupon rate katika kufanya nini, katika ku clear zile debt kila baada ya miezi 6 kama makubaliano yalivyokuwa. Yaani kwa mfano sasa labda CRDB kuna mteja ameomba kuchukua mkopo wa hati fungani wa CRDB. CRDB ana account Central Bank, anamuomba Central Bank kwamba kuna mteja wangu huyu ana hati fungani kwako ya milioni 100, lakini anataka mkopo kwangu. Kwa hiyo Central Bank anaichukua zile pesa za mteja na majina na zile dokumenti anaingiza kwenye akaunti ya CRDB kwenye kule Central Bank. Then baada hapo hiyo account inakuwa managed na CRDB, kwa maana zile coupon rate ambazo Central Bank anakuwa anamlipa yule mteja zinakuwa haziingii sasa kwenye akaunti ya mteja, zinakuwa zinaingia kwenye akaunti ya CRDB ya Central Bank. Then akaunti ya CRDB anaweza, kwa sababu anaimanage, anakuwa anazichukua anaenda kunazidumkiza kwenye akaunti ya mteja husika kwa ajili ya kulipa ule mkopo. Kwa hiyo inakuwa rahisi hivyo. Kwa ndio kitu ambacho nitaka ni sensitize kwenye hilo eneo. Kwa kifupi, kwa sababu ya muda labda niishie hapo, lakini nawakaribisha sana kama kutakuwa kuna maswali, lakini ni njia nzuri sana ya kujipatia pesa kwa urahisi zaidi, yani bila kuwa na vile vigezo au terms na conditions zile ambazo zinakuwa ni ngumu kama ilivyo kwenye zile mikopo ya kawaida, mikopo ya nyumba, mortgage, mikopo ya biashara, ambao terms na conditions zinakuwa nyingi sana. Lakini kwenye hati fungani, kwa sababu ni risk free, sisi kama commercial bank tunaona ni njia salama na tumekuwa tukifanya hivyo kwa ajili ya kuwasaidia. Asanteni sana. Asante sana CFA Stanislaus, nadhani umeweza kutujibia swali letu tulikuwa nao sisi na watazamaji baada ya masomo mengi na mazuri ya Mr. Photius ya kuhusu bond. Tulikuwa bado tunajiuliza tunawezaje kwenda kukopa na ile bond ambayo mtu anaenda kununulia. Nadhani leo Mr. Stanislaus umeweza kutujibia vyote. Nadhani ni process nzima ya jinsi ya kuweza kukopa kupitia hiyo bondi yako mtu ambaye anakuwa ameinunua. Yes, labda Mr. Photius una chochote cha kuongezea kwenye presentation ya? Asante sana Derek kwa kumoderate kipindi na Ezekiel. Labda mimi kitu ambacho naweza nikaongezea kwanza ni kumshukuru Stanislaus kwa kurudi kwa mara ya pili kwenye kipindi chetu hiki kushirikiana kuwapa madini wawekezaji wetu maswali ambayo walikuwa wanatuuliza, na naona umeshaongeza accreditation hapa za CFU kwa nayo na feel last time. Hongera sana kwa kuingia kwenye field. Shukuru sana, na huu ni mwendelezo wa zile mada ambazo nilikuwa naendelea nazo za mambo ya fungani. Wale tumeona uje uwape the practical use ya hizi bond. Kwa hiyo nafikiri jambo la kwanza ambalo mwekezaji anatakiwa kulifanya
yeye ni kuanza kusave kwanza ili aweze kumiliki hiyo bondi. Sasa akishaweza kusave kidogo kidogo, anaweza kuwa na pesa za kununua bondi, au kama anakuwa ashakuwa na silaha ya wataalamu wanasema ku leverage, kwanza kuitumia hiyo bondi kwa kumwongezea kashi, kumwongezea uwezo mkubwa zaidi wa kiuchumi, kama ambavyo Stanislaus ametuonyesha. Kwa hiyo nikushukuru sana, na nafikiri tutaendelea kuwa na wewe pamoja, maana hapa nafikiri tunaanza kupata demands nyingi sana, qualification na wateja ambao wataka kuzitumia bondi, nafikiri tutakuwa tunawasiliana moja kwa moja. Asante sana Stanislaus. Asante sana Mustafa, asante sana. Yes, Mr. Stanislaus, nadhani kuna hili swali kwenye comment tumetoka kwa Mr. Msele Godwin. Anauliza kwa nini mabenki yanakataa kukopesha against corporate bonds kama iTrust bond iliyotolewa juzi. NMB, CRDB, NBC wote wamekataa kuitumia kama collateral. Any risk that hatujaiona that the bank sees? Je, kama hapo na jibu katika swali hilo Mr. Stanislaus, CFE Stanislaus? Asante aliyeuliza swali. Ni moja ya request pia ambayo tumepokea kwenye mabenki. Ni kweli, unajua hii iTrust wame issue hiyo bondi, nafikiri ni mwezi uliopita, itanisaisha kama siko sahihi, mwezi uliopita. Sasa nafikiri wao pia wanakuwa na sisi kama mabenki tunakuwa na taratibu. Ukiangalia namna ile iTrust bond ilivyofanyika, kwa wale ambao walifuatilia, ilikuwa oversubscribed by amount kubwa sana. Nafikiri waliweka 15 billion kama sikosei, lakini walipata zaidi ya bilioni 110 na kitu huko kama sikumbuki vizuri, na nakumbuka tuliingia mpaka kwenye mkutano kupata clarification ya ile oversubscribed, lakini ni kitu kizuri, of course ni kitu kizuri. Sasa kwa sababu imeishu mwezi uliopita, nafikiri naomba tusubiri kidogo, labda kuanzia mwezi ujao pengine mabenki yanafanya assessment ya kuangalia labda unajua kukiwa na hiyo wanaitaga hiyo oversubscribe ya zaidi ya asilimia karibu 700, ni kitu ambacho kidogo kama mabenki ambao ni risk appetite huwa lazima afanye assessment vizuri, ni kitu gani ambacho kimetokea. Yaani mfano wewe sasa hivi unataka shilingi 10,000 alafu kwa ajili ya kufanyia shughuli fulani, yaani hiyo shughuli inafanyika kuanzia kwa shilingi 10,000 huo uwekezaji, alafu mtu anakuletea milioni 1 kutoka 10,000 mpaka milioni 1, hiyo gap. Sasa hiyo hela nyingine utaifanyia nini? Kutapatikana sehemu ya kuwekeza tena hicho kiasi kikubwa kilichobaki, umeona? Kwa hiyo ni namna fulani ambavyo labda benki zinakaa kidogo kwa ajili ya kufanya assessment, kuangalia kitu gani kilichofanyika, then baada ya hapo nafikiri ndani ya miezi 2-3 mtaona tutaanza kupokea, mabenki yataanza kupokea hizo hati fungani. Asante. Yes, asante sana Mr. CFE Stanislaus. Hapa kuna comment moja kutoka kwa mdau, alisema naomba namba za Stanislaus. Kwa hiyo naomba kama unaweza ukaziweka kwenye comment section, au kama unaweza ukazitaja au ukasema kwenye mitandao ya kijamii unapatikana kwa jina gani, ili ndugu watazamaji waweze kupata mawasiliano yako. Okay, nitashare hapo, lakini namba yangu ni 0754 36 10 55. 0754 36 10 55. Nitashare pia hapo kwenye chat. Sawa, yes, nadhani Mr. Eric umeweza kupata mawasiliano ya CFE Stanislaus. Naomba kabla tujamaliza tumalizie swali moja la mwisho.
Kwa presenter wetu anasema habari, vipi kama benki kuu watachelewa kulipa coupon, huo mkopo niliochukua nitatakiwa kuulipa mimi kwa hela yangu baada ya benki kuu? Yes, Mr. Stanislaus, kama unaweza kutusaidia kujibu kwenye hilo swali. Hapana, mteja hatakuta yote. Huwa inatokea mara nyingine. Kwa mfano mwaka juzi nakumbuka kuna system kidogo za benki kuu zilicheza, benki yakachelewa sana kupokea zile coupon, lakini kwa sababu ni benki kuu na reputation kubwa na ni regulator wa benki kuu wa commercial benki zote, walitupa taarifa, lakini baadaye wakaweka sawa na yale marejesho yote ambayo yalikuwa outstanding yaliweza kulipwa. Kwa hiyo huwa inatokea tu, ni masuala ya system kama unavyojua, lakini mwisho wa siku yanakuwa nalipwa na mteja, yeye hagusi chochote kwa sababu tayari alishaingiana makubaliano kwamba hizo pesa zake ambazo zitakuwa ziko benki kuu zitatumika kulipa huo mkopo. Yes, nadhani hii ni suggestion kutoka kwa mkopaji mkubwa. Anasema mimi nawaomba bank muangalie swala la interest rate ya 16% kwa hati fungani ambayo riski yake ni ndogo. Anasema hiyo rate ni kubwa sana. Nadhani Mr. Stanislaus, kwa nyie mnaotukopesha sisi tunaokopa kwa bond, wakopaji tunaona kwamba hiyo rate mnaotukopesha kwa 16% bado ni kubwa sana. Ni kweli. Lakini kama nilivyosema, hii ni rate ambayo ni average tu, lakini inaweza ikashuka kulingana na mteja mwenyewe, kulingana na amount alionayo mteja hatifungani, muda anaotaka kukopeshwa, lakini pia na benki husika. Kuna benki nyingine nazijua mimi, benki kubwa zinatoa mpaka rate ya 14%. Umeona, kwa sababu wenyewe financial stress, liquidity yao pengine iko vizuri na vitu vingine, na risk appetite kuhusu hilo eneo liko ndogo. Lakini as more commercial bank kama unavyoziona, as more demand inavyozidi kuwa kubwa, basi zile rate watu wengi wanapokuwa wanakuja kutumia hizo hati fungani kwa ajili ya kupata mikopo, zile rate zitaendelea kushuka kama ambavyo zilishuka kwenye hizi mikopo ya wafanyakazi, kwenye mikopo ya wastaafu na sehemu nyingine. Na hakika na eneo hili pia watu wengi wakianza kupata hii elimu na wakawa wanatumia hizo hati fungani kwa ajili ya kupata mkopo, rate itaendelea kushuka. Lakini bado kama mteja unaweza ukanegotiate na commercial bank na rate ikawa favorable kwenye upande wako. Asante sana Mr. Stanislaus. Yes, hapo kuna swali moja la mwisho kabla tujahama kwenye hati fungani. Mr. Adam Edward akauliza, kwenye hati fungani ikiwa nitapenda niwe naongeza pesa kupunguza mkopo apart from coupon, hatua zipoje? Na akauliza pia, je, ikitokea nikalipa faster kabla ya muda tuliokubaliana na benki, je, kuna penalty fees zozote ambazo mtu anaweza aka face? Kama utaweza unataka kulipa ile additional amount ya ile ambayo utakuwa unailipa zaidi ya ile coupon, kuna fomu ambazo utajaza. Zile fomu zinakuwa na terms and conditions, utakubaliana muda ambao utakuwa unailipa. Kwa mfano labda fungani yako inaingia kesho, wewe unaweza kuwa unalipa leo, ili inapokuwa hela yako ambayo inaingia leo, kesho inapoingia na fungani inaweza kujazilizia ile na kuweza kuclear hiyo outstanding loan yako. Na ikitokea kama ukalipa faster, nao itakuwa ni nzuri zaidi, kwa sababu pesa yako inaendelea tu kuwepo pale kwenye account, na mwisho wa siku sisi kama benki tunaweka hizo system za standing instruction ambayo ikifika muda fulani inakuwa inachukua yenyewe automatically na inaipeleka kuicombine na ile coupon yako na kuweza kuclear ile outstanding ya baada ya muda ule kufika. Kwa hiyo ni njia nzuri zaidi, wala hakuna penalty fee yoyote ukiwa umeweka pesa kabla. Lakini ukichelewa kulipa ndio kidogo kunaweza kuwa kuna hizo changamoto za penalty nini, lakini kwenye terms and condition ukichelewa kulipa kidogo, kuna kipindi ambacho unaweza ukapewa kama grace period
labda siku kadhaa, tunajua labda kunakuwa kuna changamoto za hapa na pale, lakini ile grace period ikipita pale lazima kunakuwa kuna penalty kidogo, ili kidogo kuongeza discipline kidogo, kwa sababu hizo ni pesa za wateja, pesa za wananchi. Kwa hiyo commercial benki itakupa penalty kidogo, ili next time uweze kuwa na discipline ya kuweza kuweka pesa ndani ya muda. Yes, asante sana CFE. Naomba tumalizie na swala la mwisho la Msele Godwin. Akauliza, does CBR affect the LTV au coupon rates, na unashauri maximum mkopaji achukue LTV ya % ngapi, au lazima amalize zote 80%? Central bank rate haiaffect hiyo loan to value ratio. Sidhani kitechnicality au kwa experience sidhani kama inaweza ika affect